Mwamba alisoma sana, lakini alikosa ajira kila mahali. Kazi hamna, kazi hakuna. Baadaye akaamua kwenda kwa mganga. Kijana, utauweza utajiri wa Malkia Sakobi? Ndiyo, nitaweza. Sasa unajua nini kilitokea? Kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe. Halafu niandikia kwenye comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze sasa. Simulizi inaanza kwa taswira ya kutisha katikati ya msitu mnene usio na jina. Usiku ulikuwa mzito, ukitawaliwa na ukimya wa ajabu uliokatizwa tu na sauti za wadudu na upepo uliokuwa ukipenya kati ya miti mirefu. Ndani ya kibanda cha udongo kilichojengwa kwa mikono ya haraka, kana kwamba aliyekijenga alikuwa anakimbia kitu, alilala jamaa mmoja aliyekuwa katika hali ya kusikitisha mno. Mwili wake ulikuwa umeoza vibaya, ngozi ikipasuka na kutoa harufu ya kifo. Funza walikuwa wakitoka sehemu mbalimbali za mwili wake, huku wakigugumia kwa maumivu yasiyoelezeka. Jamaa huyo aliitwa Twizzler. Upande wa pili, nje ya kibanda, nyoka mkubwa mweusi mwenye macho mekundu yanayong'aa gizani alionekana akijivuta pole pole kuelekea kwenye mlango wa kibanda. Kila aliposogea, ardhi ilionekana kutikisika kwa nguvu za ajabu alizobeba. Alipofika mlangoni, ghafla, kwa kishindo cha kichawi, nyoka yule alibadilika. Pale alipokuwa sasa, alisimama mwanamke mrembo ajabu, mwenye ngozi laini iliyong'aa kama giza lenyewe, amevalia gauni jeusi refu lililokuwa likipepea kana kwamba lina uhai wake. Alikuwa ni Malkia Sakobi. Anaingia ndani na kumtazama Twizzler kwa dharau na tabasamu la ushindi. Twizzler, umefaulu mtihani wa kwanza. Sauti yake ilikuwa ya baridi kama barafu. Lakini usifikiri safari imeisha. Kuna mtihani mmoja wa mwisho wa mamlaka. Huu ndio utakaokupa nguvu za kutikisa dunia na kumiliki mali bila yeyote kukuyumbisha. Twizzler, akitapatapa kwa maumivu na sauti ya kinyonge, aliuliza, Malkia wangu, ni mtihani gani huo tena? Mbona unaniangamiza? Sakobi aliachia kicheko cha kutisha kilichovuma msitu mzima. Mtihani wa kwenda kuitafuta hirizi ya simba. Sasa, ili kuelewa Twizzler alifikaje hapa, inabidi turudi nyuma kidogo. Twizzler alikuwa kijana msomi mwenye vyeti vyake mkononi, lakini kila mlango wa kampuni aliyofungua aliambulia kuambiwa hakuna kazi. Kazi hamna, kazi hakuna. Ukweli ni kwamba mabosi wengi waliogopa akili yake. Walihisi akiajiriwa angewapindua kwenye viti vyao. Maisha yakawa magumu, njaa ikawa rafiki yake wa karibu. Siku moja, akiwa amechoka kutaabika, aliamua kwenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta utajiri wa haraka. Mganga alimtazama kwa jicho la ndani na kumuuliza, kijana, utauweza utajiri wa Malkia Sakobi? Ndiyo, nitaweza. Kijana, utaweza kuumiliki utajiri wa Malkia Sakobi? Ni utajiri usio na mwisho, lakini una gharama. Nipo tayari kwa lolote, Twizzler alijibu bila kufikiria. Mganga alimweleza kuhusu pango la siri katikati ya msitu wa maajabu ambako anaishi Sakobi, mwanamke nyoka. Alimpa sharti moja: ukifika usioneshe uoga, ukitetemeka tu unakuwa kitoweo chake. Mganga alitoa karatasi ya kizamani akampa Twizzler kisu. Chukua tone la damu yako, lidondoshe hapa. Damu ilipogusa karatasi, ramani ya siri ilijichora kimiujiza. Ghafla, dunia ilizunguka na Twizzler akajikuta ametupua katikati ya msitu mnene. Sauti ya mganga ilisikika kwa mbali. Njia uliyoichagua haina kurudi nyuma. Baada ya safari ya nishi na mchana, Twizzler aliliona pango. Ndani yake alikutana na joka la kutisha lenye kichwa cha mwanamke. Twizzler alisimama imara akijikaza kiume licha ya moyo wake kwenda mbio. Kuona vile, nyoka yule aligeuka kuwa mwanamke mrembo na kukaa kwenye kiti cha enzi. Twizzler, unataka pesa na demu wakali? Basi anza na mimi leo, Sakobi alicheka.
kwa nguvu za giza, Twizzler alijikuta yuko uchi na Sakobi akamkumbatia na kumpa busu la njozi nzito ya kimahaba. Lakini njozi ile iligeuka kuwa jinamizi. Twizzler aliamka asubuhi yake akiwa kwenye kile kibanda cha udongo, mwili wake ukiwa umeanza kuoza na kutoa funza. Sakobi alimtokea na kumwambia kuwa kuoza huko ni matokeo ya tendo lao na ana siku 3 tu za kuishi kabla hajawa buvi kabisa. Sasa, tukirudi wakati huu uliopo, Sakobi alimkabidhi Twizzler mkuki mweusi wenye ncha kali. Hiyo hirizi unayoenda kuitafuta ipo kwa simba dume, na hutakiwi kumuua tu, inatakiwa akupe mwenyewe akiwa hai. Twizzler alishangaa. Simba anipeje hirizi? Hilo haliwezekani. Sakobi alitabasamu kwa hila. Sikiliza kijana, simba dume kabla hajajia mawindo yake huwa anasogea mita chache na kutapika hirizi yake pembeni, ndipo aanze kula. Hapo ndipo unatakiwa uinyakue na kumuua kabla hajairudia. Hiyo hirizi ndiyo dawa pekee ya vidonda vyako na ufunguo wa utajiri wako. Lakini Malkia, nikimvizia si atasikia harufu yangu? Twizzler aliuliza kwa wasiwasi. Sakobi alimkaribia na kumnong'oneza. Huwezi kugundulika, mwili wako unanuka mzoga uliokufa. Kwa mnyama yoyote, wewe ni mfu unayetembea. Hawezi kuhisi harufu ya binadamu hai. Lakini Malkia, sihitaji maswali tena binadamu, akamkatisha kwa ukali. Twizzler akainama kwa heshima, akachukua mkuki na akaingia msituni. Twizzler alikuwa akitembea huku akivuta mguu mmoja uliokuwa umeanza kuliwa na funza. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ni maumivu makali, lakini ndani ya moyo wake kiu ya madaraka na chuki dhidi ya wale waliomnyima kazi vilikuwa vikimpa nguvu ya ajabu. Mkuki mweusi aliokuwa ameshika ulikuwa na baridi ya ajabu, utadhani umeshikilia kipande cha barafu. Kama alivyosema Malkia Sakobi, wanyama wengine walikuwa wakimpita kana kwamba hawaioni. Swala na pundamilia walikuwa wakishtushwa na harufu ya mzoga, wakikimbia wakidhani kuna mnyama amekufa karibu yao, bila kujua kuwa ni binadamu aliyooza nusu mzima. Ghafla, Twizzler aliona alama za miguu mikubwa ya simba. Alizifuata kwa umakini hadi akafika kwenye kichaka nene. Kwa mbali, alimwona simba dume mkubwa mwenye manyoya mengi meusi shingoni, akiwa amevizia kundi la nyumbu. Twizzler alijificha nyuma ya mti mkubwa, akishikilia pumzi yake. Dakika chache baadaye, simba yule alifiatuka kama mshale. Kwa nguvu ya ajabu, alimkamata nyumbu mmoja na kumwangusha chini. Damu ilitapakaa na sauti ya nyumbu akitoa roho ilipasua utulivu wa msitu. Sasa ule wakati wa maajabu ukafika. Kabla simba hajaanza kula nyama ya mawindo yake, alirudi nyuma hatua 5. Alianza kutoa sauti ya kukwaruza koo kama mtu anayetaka kutapika. Twizzler alikaza macho, moyo ukimdunda kwa kasi. Dududududu. Ghafla, simba alitapika kitu chenye mwanga wa kijani kibichi. Kilikuwa ni kijiwe kidogo kilichofungwa kwa kamba ya ngozi ya kizamani, hirizi ya simba. Hirizi ile ilianguka juu ya damu ya nyumbu na kuanza kung'aa kwa nguvu. Hii ndiyo ilikuwa mamlaka ya simba, siri inayomfanya awe mfalme wa pori na asishindwe na mnyama yoyote. Twizzler alijua huu ndio muda wake. Simba alikuwa ameinama, akivuta pumzi kabla ya kuanza karamu yake. Kwa ujasiri wa mwisho, Twizzler alitoka mafichoni. Alitembea taratibu, akiwa upande ambao upepo ulikuwa ukivuma kuelekea kwake ili harufu yake isimshtue mnyama huyo. Alipokaribia mita 3, simba alihisi kitu. Aligeuza kichwa chake kikubwa, macho yake ya njano yakikutana na macho ya Twizzler. Simba alinguruma mgurumo uliotikisa ardhi, lakini hakuushambulia ule mzoga uliokuwa mbele yake. Alichanganyikiwa. Harufu ilisema ni mzoga, lakini macho yaliona kiumbe kinachotembea. Leo ndio mwisho wa utawala wako, Twizzler alifoka, huku akirusha mkuki ule kwa nguvu zake zote. Mkuki ulizama sawasawa kwenye koo la simba. Simba alijaribu kuruka, lakini mkuki wa Malkia Sakobi ulikuwa na sumu ya kichawi. Simba alianguka chini akitapakapa. Twizzler hakupoteza muda, alikimbilia ile hirizi inayong'aa na kuinyakua mkononi mwake. Mara tu hirizi ile ilipogusa kiganja cha Twizzler, kitu cha ajabu kilitokea.
Mwanga ule wa kijani ulianza kusambaa mwilini mwake. Maumivu yalianza kutoweka. Vidonda vilivyokuwa vimejaa funza vilianza kufunga, na ngozi mpya, nyororo na yenye nguvu ilianza kuota mbele ya macho yake. Alisikia nguvu mpya ikitiririka kwenye mishipa yake. Alihisi anaweza kupasua mti kwa mkono mmoja. Lakini hapo hapo, kicheko cha Malkia Sakobi kilisikika msituni kote, ingawa hakuonekana. Umefanya vizuri, Twizzler. Sasa wewe si binadamu tena. Wewe ni mmoja wetu. Karibu kwenye ulimwengu wa wenye nguvu. Twizzler alisimama imara, akimtazama yule simba aliyekufa. Hakuwa Twizzler ule mtafuta kazi mnyonge. Macho yake sasa yalikuwa na rangi ya njano kama ya simba, na sauti yake ilikuwa na mgurumo ndani yake. Picha inabadilika. Tunauona mji wa Dar es Salaam ukiwa katika pilikapilika za mchana wa jua kali. Kwenye geti kuu la kampuni ya Apex International, ile kampuni ya mwisho ambayo Twizzler alifukuzwa kama mbwa, linatokea gari jeusi la kifahari, Range Rover Vogue la mwaka 2026, likiwa na vioo vyeusi, tinted. Walinzi wa getini wanapagawa, hawajawahi kuona gari la gharama kiasi kile. Gari linasimama na mlango unafunguka. Anatoka kijana mmoja mtanashati, amevaa suti ya gharama iliyoshonwa kwa ustadi. Ni Twizzler, lakini huyu si Twizzler yule aliyekuwa na mashati ya kupasuka. Huyu ana ngozi inayong'aa na macho yenye mamlaka ambayo ukimtazama mara mbili unahisi kutetemeka. Mkononi mwake, chini ya saa ya dhahabu, ile hirizi ya simba imejificha, ikidunda kama moyo wa kiumbe hai. Twizzler anatembea kwa maringo kuelekea mapokezi. Dada wa mapokezi, ambaye zamani alikuwa akimcheka, anajikuta akisimama kwa heshima bila kujijua. "Karibu bosi, nikusaidie nini?" anauliza kwa tabasamu pana. "Namhitaji Jabiri, bosi wa kampuni hii," Twizzler alijibu kwa sauti nzito yenye mgurumo wa mbali. "Bosi Jabiri yuko kwenye kikao cha bodi na hapokei mtu bila appointment," yule dada alijaribu kuzuia. Twizzler alitabasamu kidogo, akashika ile hirizi mfukoni. Ghafla, jengo zima lilitikisika kidogo kama kuna tetemeko la ardhi. Yule dada alipatwa na hofu ya ajabu na kusema, "Nenda tu bosi, chumba namba 7." Twizzler aliingia ndani ya chumba cha mikutano bila kubisha hodi. Bosi Jabiri na vigogo wengine walikuwa wakijadili jinsi ya kupunguza wafanyakazi. Jabiri alisimama kwa hasira, "Wewe ni nani na unaingiaje hapa bila ruhusa?" Twizzler alivua miwani yake ya jua. Macho yake yalibadilika na kuwa ya njano kwa sekunde moja. Jabiri alirudi nyuma na kuanguka kwenye kiti chake, jasho jembamba likimshuka. Alimkumbuka kijana huyu. "Unanikumbuka Jabiri? Mimi ndiye yule uliyeniambia kuwa elimu yangu ni takataka na siwezi hata kuwa msafisha vyoo hapa," Twizzler alisema huku akisogea mezani. "Leo nimekuja kununua hii kampuni na nataka uandike barua ya kujiuzulu sasa hivi." Wewe unapata wapi pesa hizi? Huu ni uchawi!" Jabiri alipiga kelele. Twizzler alicheka kicheko kile kile cha Malkia Sakobi. Alishika meza ya kioo na kwa nguvu ya ile hirizi, meza ile ilipasuka vipande 1000 bila yeye kutumia nguvu yoyote. Vigogo wote walitimua mbio, wakimwacha Jabiri akitetemeka kama kuku aliyenyoshewa kisu. Siku hiyo hiyo, Twizzler alihamia kwenye mjengo wa kifahari uliopo ufukweni mwa bahari, Beach House. Lakini usiku ulipofika, hali ilibadilika. Akiwa mbele ya kioo, aliona sura ya Malkia Sakobi ikitokea kwenye kioo chake. "Twizzler, mwanangu," Sakobi aliongea kwa sauti ya kudanganya. "Umeonja nguvu, umeonja heshima, lakini kumbuka, hirizi ya simba inahitaji kulishwa. Kila baada ya mwezi lazima uniletee damu ya mtu aliyekuwa adui yako, na Jabiri ndiye anayefuata." Twizzler alitazama kiganja chake. Kucha zake zilianza kurefuka na kuwa kama za simba. Alihisi njaa ya ajabu, njaa ambayo haikuweza kutulizwa na chakula chochote cha binadamu. "Nitafanya hivyo, Malkia wangu," Twizzler alijibu huku akianza kubadilika umbo usiku ule manane. Twizzler sasa ameanza safari ya kugeuka kuwa mnyama kamili usiku na binadamu tajiri mchana.
ataendelea kuua kulisha hirizi hiyo? Na nini kitatokea polisi watapoanza kuona miili ya matajiri wa mjini ikiwa imeraruliwa kama imeliwa na simba? Baada ya mkutano ule wa kutisha ofisini, bosi Jabiri hakuwa mtu wa kawaida tena. Alijua fika kuwa Twizzler aliyetokea pale hakuwa yule kijana mnyonge aliyemnyima kazi. Usiku ule, Jabiri alijifungia ndani ya nyumba yake ya kifahari iliyopo Masaki, akiwa amewaajiri walinzi 6 wenye silaha za moto. Hakikisheni hakuna hata nzi anayeingia humu, Jabiri aliamuru, huku mikono ikimtetemeka. Alikuwa amepanga kutoroka nchi asubuhi na mapema kuelekea Dubai, akihisi kuwa kifo kinamnyatia. Wakati huo huo, kwenye jumba la Twizzler, hali ilikuwa ya kutisha zaidi. Twizzler alikuwa amejifungia chumbani, akiwa ameanguka chini na kugaragara kwa maumivu. Ile hirizi ya simba iliyokuwa kifuani mwake ilianza kutoa joto kali linalounguza ngozi. Ghafla, kucha zake zilianza kuchomoza kama visu, ndevu zake zikawa ndefu na ngumu, na misuli ya mwili wake iliongezeka maradufu. Sauti yake haikuwa tena ya binadamu. Kila akijaribu kuongea, ulikuwa ni mgurumo wa simba dume mwenye njaa. Damu, nahitaji damu ya Jabiri. Nafsi yake ilikuwa ikipiga kelele. Mwangaza wa mwezi ulipogusa macho yake, Twizzler alipoteza fahamu za kibinadamu. Aliruka kutokea ghorofa ya pili na kutua chini kama manyoya. Kwa kasi ya ajabu, alianza kukimbia kuelekea Masaki, akiruka kuta za nyumba na miti kwa urahisi usio wa kawaida. Walinzi wa Jabiri walikuwa wamekaa macho, lakini hawakuona chochote. Walisikia tu upepo mkali ukipita. Ghafla, mlinzi mmoja aliyekuwa getini alinyakuliwa na kupandishwa juu ya mti bila hata kupiga kelele. Mwingine alifuata. Ndani ya dakika 5, walinzi wote 6 walikuwa wamezimishwa bila kufyatua hata risasi moja. Jabiri, akiwa chumbani kwake akifunga virago, alisikia kioo cha dirisha kikipasuka. Paa! Aligeuka na kuona kiumbe cha ajabu kimesimama mbele yake. Kilikuwa na umbo la binadamu, lakini uso na macho yalikuwa ya simba mwenye hasira. Twizzler, akiwa katika umbo la unyama, alimkaribia Jabiri. "Twizzler, tafadhali, chukua kila kitu. Kampuni, pesa, nyumba, niachie uhai wangu." Jabiri alipiga magoti akilia. Lakini hirizi ya simba haikutaka pesa, ilitaka ahadi itimizwe. Twizzler alinyoosha mkono wake wenye kucha ndefu na kuushika moyo wa Jabiri. Katika sekunde hiyo, mwanga wa kijani kwenye hirizi ulimfunika Jabiri, na sauti ya Malkia Sakobi ikasikika ikicheka kwa ushindi. Kukipambazuka, jiji la Dar es Salaam lilikumbwa na mshtuko mkubwa. Habari za kuuawa kwa mfanyabiashara maarufu Jabiri zilitawala kila kona. Polisi walipofika eneo la tukio, walishangaa kukuta mwili wa Jabiri hauna hata tone la damu, kana kwamba amenyonywa na kiumbe wa ajabu. Magari yake na walinzi wake walikuwa wametawakaa, lakini hakuna kilichoibiwa. Twizzler aliamka asubuhi yake akiwa amelala kwenye sofa yake la gharama, akiwa na ladha ya chuma mdomoni mwake, damu. Alijitazama kwenye kioo na kuona ngozi yake imekuwa nyororo zaidi na anahisi nguvu za ajabu. Alifungua televisheni na kuona habari za kifo cha Jabiri. Alitabasamu, lakini tabasamu hilo lilitoweka alipoona ujumbe wa maandishi ya damu ukijichora kwenye ukuta wake wa sebuleni. "Adui mmoja amelishwa, wamebaki 9. Usikae muda mrefu bila damu au hirizi itakula moyo wako mwenyewe." Twizzler aligundua kuwa huu si utajiri tu, ni kifungo cha milele. Wakati Twizzler akifurahia kiti cha enzi cha utajiri, This is the best. Pass the bottle over here. hali inazidi kuwa mbaya. Wakati Twizzler akifurahia kiti cha enzi cha utajiri, kivuli cha kifo kinaanza kumnyatia. Na safari hii si kutoka kwa majini pekee, bali hata kwa mkono wa sheria.
Detective Lamba, mpelelezi mwenye uzoefu wa miaka 15, alikuwa amesimama mbele ya ubao mkubwa wenye picha za tukio la mauaji ya Jabiri. Alikuwa akizitazama alama za kucha zilizokuwa kwenye kuta za nyumba ya Jabiri. Huyu si binadamu na huyu si simba wa kawaida, Lamba alinong'ona. Alichukua sampuli ya vumbi lililokutwa eneo la tukio na kuliangalia kwa darubini. Alikuta kitu cha ajabu. Kulikuwa na chembe-chembe za dhahabu na harufu ya udongo wa porini ambao haupatikani jijini. Tafuteni rekodi za watu wote waliokuwa na ugomvi na Jabiri hivi karibuni, Lamba aliamuru vijana wake. Na mumpate kijana mmoja anaitwa Twizzler. Nimesikia alikuja hapa ofisini siku moja kabla ya mauaji na akatishia kununua kampuni nzima. Wakati polisi wakihangaika, Twizzler alikuwa kwenye mgahawa mmoja wa kifahari zaidi jijini. Mbele yake kulikuwa na mlo wa gharama, lakini kila alipojaribu kuula, alihisi ni kama anakula mchanga. Mwili wake sasa ulikuwa unahitaji kitu kimoja tu, nishati ya uhai, life force. Simu yake ililia. Ilikuwa ni sauti ya baridi ya Malkia Sakobi. Twizzler, usishibe sifa, mzee Mateso anakusubiri. Unakumbuka alivyokufukuza kwenye chumba chake cha panga usiku wa mvua huku ukiwa unaumwa? Unakumbuka alivyotupa vyeti vyako kwenye majitaka? Twizzler aliuma meno. Hasira ilipanda. Nakumbuka Malkia, leo ndiyo mwisho wake. Mzee Mateso alikuwa mzee mchoyo na mnyanyasaji aliyekuwa akimiliki nyumba nyingi za kupanga Uswahilini. Usiku huo akiwa anahesabu pesa zake za kodi, alisikia sauti ya mngurumo ikitokea darini. Ghafla, taa zilianza kuzima na kuwaka. Twizzler hakuja kwa siri safari hii. Alitaka Mateso amuone. Alitokea kwenye kona ya chumba, macho yake yaking'aa kama taa za gari katikati ya kiza. Twizzler, mwanangu, wewe ni tajiri sasa, mbona unakuja hivi? Mzee Mateso aliuliza huku akijikojolea kwa hofu. Nimekuja kuchukua kodi yangu ya mateso ulionipa, Twizzler alinguruma. Kabla mzee Mateso hajaomba msamaha, Twizzler alimnyanyua kwa mkono mmoja na kumtupia ukutani. Hirizi ya simba ilianza kutoa mwanga wekundu wa kutisha. Safari hii Twizzler hakumuua haraka. Alimwacha Mateso ashuhudie mwili wake ukianza kugeuka kuwa majivu taratibu, huku hirizi ikinyonya kila tone la uhai wake. Lakini Twizzler hakujua kuwa Detective Lamba alikuwa ameweka kamera za siri za mwendo, motion sensors, maeneo yote ya maadui wa zamani wa Twizzler. Wakati Twizzler akimaliza karamu yake kwa mzee Mateso, king'ora cha polisi kilisikika nje. Zungukeni nyumba, hakuna kutoka, sauti ya Lamba ilisikika kupitia vipaza sauti. Twizzler alishutuka. Alikuwa bado yuko katika umbo la nusu mnyama. Akijaribu kutoroka kwa kuruka dirishani, alikutana na mwanga mkali wa searchlights za polisi. Simama hapo! Mikono juu, hey! Simama hapo, weka mikono juu, Lamba alipiga kelele akiwa amemlenga Twizzler na bastola ya kisasa. Twizzler alimtazama Lamba. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu. Si kwa sababu ya polisi, bali kwa sababu hirizi ilianza kumchoma kifuani. Sharti la Sakobi lilikuwa wazi: usikamatwe na binadamu au utageuka kuwa funza papo hapo. Je, Twizzler atatumia nguvu za simba kupambana na polisi na kuua watu wasio na hatia, au atakubali kukamatwa na kugeuka kuwa funza mbele ya Detective Lamba? Safari ya utajiri sasa imeanza kuwa chungu. Detective Lamba alikuwa ameshika bastola yake kwa mikono miwili. Mwanga wa tochi kubwa ulimulika sura ya Twizzler. Lamba alipigwa na butwaa. Hakuona binadamu wa kawaida. Aliona kiumbe chenye macho yanayotoa mwanga wa kijani na kucha zinazong'aa kwa damu ya mzee Mateso. Wewe ni nini? Lamba aliuliza, sauti yake ikitetemeka kidogo licha ya ujasiri wake. Twizzler, najua ni wewe. Rudi katika hali yako ya kawaida. Twizzler alihisi ile hirizi ikichoma kifuani mwake kama pasi ya moto. Ngozi yake ilianza kuwasha. Alihisi funza wakianza kutaka kuchomoza kwenye vidole vyake. Onyo la Sakobi lilikuwa likitimia: ukikamatwa na binadamu, unarudi kuwa zoga.
Twizzler alijua hawezi kupigana na polisi kwa risasi, maana akijeruhiwa na chuma cha binadamu, uchawi wake utavunjika. Alirudi nyuma kidogo, akinguruma kwa sauti ya chini iliyozitetemesha vioo vya nyumba za jirani. Lamba, usinifuate kama unataka kuishi. Twizzler alinguruma, sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa binadamu na mnyama. Ghafla, Twizzler alishika ile hirizi na kuiponda kwa kiganja chake. Moshi mweusi na mzito ulianza kutoka mwilini mwake. Ule moshi ulitanda eneo zima la Masaki, ukizima tochi za polisi na kufanya kila mmoja asione mbele yake. Pigeni risasi juu, msiruhusu atoroke. Lamba alipiga kelele, lakini alijikuta akikohoa kutokana na harufu kali ya kiberiti na uoza iliyokuwa kwenye ule moshi. Shikamana mbele sasa. Tunashambuliwa, endelea mbele. Funga pengo, usirudi nyuma. Moshi ulipotulia baada ya dakika 5, eneo lilikuwa kimya. Twizzler alikuwa ametoweka. Mzee Mateso hakuwepo. Badala yake kulikuwa na lundo la majivu tu mahali alipokuwa amekaa. Detective Lamba alibaki amesimama peke yake, akiwa ameshikilia kilemba cha suti ya gharama alichokidaka wakati Twizzler akitoroka. Hii si kesi ya kawaida, Lamba alisema huku akitazama kile kipande cha kitambaa. Huyu kijana ameuza nafsi yake, lakini nitampata hata kama itabidi niingie kuzimu. Twizzler alijikuta akiwa ametokea ndani ya lile pango la siri msituni, akiwa hoi na mwili wake ukiwa umeanza kutoa harufu mbaya tena. Malkia Sakobi alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi, uso wake ukiwa na ghadhabu. Umecheza na moto Twizzler, Sakobi alifoka na pango zima likatetemeka. Nilikuambia usikamatwe. Sasa nguvu ya hirizi imeanza kufifia kwa sababu ya uoga wako mbele ya yule polisi. Twizzler alianguka miguuni mwa Sakobi. Nisamehe Malkia, yule polisi si wa kawaida, ana macho yanayochoma roho yangu. Sakobi alitabasamu kwa hila. Detective Lamba ana asili ya kishujaa, damu yake ni safi, na hilo ndilo sharti lako jipya la kulinda utajiri wako. Ili uweze kuwa na nguvu kamili na usigeuke kuwa zoga milele, lazima uniletee roho ya yule anayekuunda. Lazima umuue Detective Lamba. Lakini Sakobi alijua Twizzler anaweza kushindwa nguvu na Lamba, hivyo alimpa msaidizi. Chukua huyu. Sakobi alinyoosha mkono na mwanamke mwingine mrembo sana akatokea kwenye kivuli. Huyu ni Zuhura, atakusaidia kumvutia Lamba kwenye mtego wa mahaba, maana mwanamume shujaa haangushwi na panga, bali huangushwa na tabasamu la mwanamke. Detective Lamba hakuwa amelala kwa saa 72. Kwenye meza yake kulikuwa na faili la Twizzler. Alikuwa amegundua kuwa Twizzler alikuwa mwanafunzi bora wa chuo kikuu, lakini rekodi zake zilipotea ghafla baada ya kukosa kazi kwa muda mrefu. Haiwezekani, yaani haingia akilini. Kuna kitu hakiko sawa, Lamba alimwambia msaidizi wake. Inawezekanaje kijana aliyekuwa akishindia mihogo miezi 3 iliyopita leo anamiliki magari ya mabilioni na kampuni? Hii si biashara, huu ni muujiza au mkataba wa damu. Lamba aliamua kuenda kwenye duka la ushonaji ambako kile kipande cha suti kilikotoka. Alitaka kupata anwani kamili ya makazi ya sasa ya Twizzler. Wakati Lamba akitoka ofisini usiku huo, mvua kubwa ilianza kunyesha. Akiwa anaendesha gari yake kuelekea nyumbani, alimwona mwanamke mmoja mrembo akiwa amesimama kando ya barabara, gari lake likiwa limeharibika na kutoa moshi. Huyu alikuwa Zuhura. Alikuwa amevaa gauni jekundu lililoloa mvua, likimfanya aonekana kama malaika aliyepotea.
Lamba, kwa asili yake ya kusaidia, alisimamisha gari. "Kuna tatizo gani dada?" Lamba aliuliza huku akishusha kioo. Zuhura aligeuka, macho yake yakiwa yamejaa machozi ya uongo lakini yenye mvuto wa ajabu. "Gari imezima ghafla na simu yangu haina chaji. Naogopa sana kukaa hapa gizani." Lamba alihisi msukumo wa ajabu moyoni mwake. Hakujua kuwa Zuhura alikuwa akitumia nguvu ya uvuto, seduction magic, aliyopewa na Sakobi. Kila neno alilosema Zuhura lilikuwa kama wimbo mtamu masikioni mwa Lamba. "Usijali, mimi ni polisi. Ingia kwenye gari nikupeleke unapokwenda," Lamba alisema, akisahau kwa muda tahadhari zote za kiusalama. Ingia ndani nikupeleke unapoenda. Asante sana. Wakati huo huo, kwenye lile jumba la kifahari, Twizzler alikuwa akiteseka. Vidonda vyake vilianza kutoa harufu mbaya tena kwa sababu muda wa chakula cha hirizi ulikuwa umepita. Alikuwa anatazama kwenye kioo cha kichawi akimwona Lamba na Zuhura wakiwa ndani ya gari. "Fanya haraka Zuhura, mlete kwangu," Twizzler alinguruma, kucha zake zikikwaruza kuta za marumaru. Alikuwa anajihisi anarudi kuwa yule kijana mnyonge wa kwenye kibanda cha udongo ikiwa Lamba hatuawa usiku. Naomba tupitie kwangu. Zuhura alimshawishi Lamba wafike nyumbani kwake kuchukua koti la akiba kama shukrani. Nyumba ya Zuhura ilikuwa imepambwa kwa namna ya kuvutia na harufu ya udi wa kishirikina ilitanda kila kona. "Detective, unapaswa kunywa angalau kikombe cha kahawa kabla hujaondoka. Umekuwa mwema sana kwangu," Zuhura alisema huku akimgusa Lamba begani. Mguso huo ulimfanya asikie ganzi ya ajabu. Lamba aliketi, lakini asili yake ya upelelezi ilianza kumshtua. Aliona picha ndogo kwenye kona ya meza. Ilikuwa ni picha ya msitu nene na katikati yake kulikuwa na alama ya nyoka mweusi, alama ile ile aliyoiona kwenye ile hirizi kule kwa mzee Mateso. Zuhura alitokea jikoni akiwa na vikombe viwili vya kahawa. Ndani ya kikombe cha Lamba kulikuwa na unga wa mfupa wa simba uliopondwa, dawa itakayomfanya Lamba apoteze fahamu na kuwa mtiifu kama kondoo. Kunywa mpenzi wangu, Zuhura alinong'ona. Lamba alishika kikombe, alikipeleka mdomoni, lakini kabla hajanywa, simu yake ililia. Ilikuwa ni maabara ya polisi. "Bosi, usinywe chochote. Tumegundua kuwa ile harufu ya udongo kwenye sampuli ni sumu inayolegesha ubongo, na tumepata picha ya mwanamke anayeshirikiana na Twizzler. Jina lake ni Zuhura." Lamba aliganda. Alimtazama Zuhura. Zuhura alikuwa akitabasamu, lakini macho yake yalianza kubadilika na kuwa na rangi ya kijani kibichi. Lamba alimtazama Zuhura, kisha akakitazama kile kikombe cha kahawa. Alijua fika kuwa sekunde moja ya uzembe ingemfanya awe historia. "Kuna shida gani detective? Mbona unatetemeka?" Zuhura aliuliza, sauti yake sasa ikikwaruza kama mtu mwenye koo la chuma. Alianza kusogea kuelekea mlango wa kutokea, akiuziba kwa mwili wake mrefu na wa kuvutia. Lamba alicheka kicheko cha kijanja, akijaribu kuficha hofu yake. "Samahani Zuhura, nimekumbuka kuwa nina allergy na kahawa ya usiku, lakini nina swali moja. Picha ile ya nyoka pale mezani ni ya nini?" Zuhura alitabasamu, tabasamu ambalo halikufika kwenye macho yake. "Hiyo ni alama ya bosi wangu, na bahati mbaya detective, umeshaona mengi mno kuliko unavyopaswa kujua." Ghafla, Zuhura aliruka juu kama paka, kucha zake zikawa ndefu na zenye ncha kali. Lamba alipiga mwereka wa kijeshi na kukikwepa kile kikombe kilichovunjika vipande 1000 ukutani. Lamba alichomoa bastola yake, lakini kabla hajafyatua, Zuhura alipiga kelele ya ajabu iliyopasua vioo vya madirisha. Nguvu ya sauti ile ilimrusha Lamba hadi kwenye makochi. "Wewe ni kiumbe gani?" Lamba alifoka huku akijaribu kutuliza macho yake yaliyokuwa yakiona maluelue. "Mimi ni kivuli cha Sakobi," Zuhura alinguruma na macho yake yakawa meusi tupu bila sehemu nyeupe. Wakati Lamba akijaribu kusimama, mlango wa mbele ulipasuka.
Twizzler aliingia ndani akiwa na ghadhabu, lakini huyu hakuwa Twizzler wa kwenye suti. Alikuwa Twizzler ambaye nusu ya uso wake ulikuwa umeanza kuoza tena na mkono wake mmoja ulikuwa na manyoya ya simba. Umefanya kazi nzuri Zuhura, niimalizie mimi, Twizzler alinguruma. Detective, ulikuwa msumbufu sana. Leo roho yako itakuwa dawa ya utajiri wangu usioisha. Twizzler alimnyanyua Lamba kwa mkono mmoja wa kijini na kumshikilia juu ya hewa. Detective, ulikuwa msumbufu sana. Leo roho yako itakuwa dawa ya utajiri wangu usioisha. Lamba akiwa anapigania pumzi yake, alikumbuka kitu kimoja alichopewa na bibi yake kule kijijini, pingu za kizamani zilizobarikiwa na maji ya chumvi. Alizichomoa kiunoni na kumfunga Twizzler kwenye ule mkono wa manyoya. Tis! Sauti ya kitu kinachoungua ilisikika. Twizzler alipiga yowe la maumivu na kumwachia Lamba. Ile chuma ya pingu ilikuwa ikimchoma kama moto wa Jahannam. Chuma, nachukia chuma safi. Twizzler alipiga kelele huku akijaribu kuzing'oa zile pingu, lakini kila alipojaribu, nguvu ya hirizi ilikuwa ikipungua. Lamba hakusubiri maajabu mengine. Aliruka dirishani na kuingia kwenye gari lake. Alikanyaga mafuta kwa nguvu zote, huku akisikia vicheko vya Zuhura na mgurumo wa Twizzler nyuma yake. Alipofika mbali kidogo, alitazama kwenye kioo cha nyuma. Hakukuwa na nyumba ya Zuhura, palikuwa na uwanja wa wazi tu na magofu ya zamani. Lamba alisimamisha gari, akitokwa na jasho la baridi. Aligundua kuwa amekuwa akipambana na majini katikati ya mji. Ndani ya yale magofi, Malkia Sakobi alitokea ghafla akiwa na hasira kali kuliko awali. Alimpiga kofi Twizzler lilomrusha mita kadhaa. Umeshindwa kumuua binadamu mmoja, sasa huna chaguo lingine, Sakobi alinguruma. Detective Lamba sasa amejua siri yako. Ili ujilinde, lazima uitoe kafara familia yako mwenyewe. Ile damu iliyokuzaa ndiyo itakayoziba pengo la roho ya Lamba. Ukikataa, kesho asubuhi utakuwa funza mbele ya mpenzi wako wa zamani. Twizzler alitetemeka. Familia yake pekee iliyobaki ilikuwa ni mama yake mzazi, anayeamini mwanawe ni mfanyabiashara mkubwa mjini. Je, Twizzler atakubali kumuua mama yake mzazi ili asipoteze utajiri na maisha yake? Na Detective Lamba, baada ya kuona maajabu yale, atatumia mbinu gani za kisayansi kupambana na adui asiyeonekana? Hapa ndipo penye kilele cha mtihani wa roho. Twizzler sasa yuko njia panda kati ya utajiri wa kutupwa na upendo wa dhati wa mama aliyemlea kwa shida. Je, tamaa itashinda damu? Twizzler hakulala. Kila alipofunga macho, aliona sura ya Malkia Sakobi ikimcheka, na kila alipojitazama kwenye kioo, aliona funza wakianza kuibuka kwenye bega lake la kushoto. Harufu ya uozo ilikuwa kali kiasi kwamba alilazimika kujimwagia chupa nzima za manukato ya gharama, lakini wapi? Akiwa amekata tamaa, aliingia kwenye gari lake na kuanza safari ya kuelekea kijijini kwao, Mbwewe. Moyoni mwake kulikuwa na vita kuu. Siwezi kumuua mama, lakini nikishindwa nitakufa kifo cha aibu mbele ya dunia. Alipofika kijijini, vumbi la gari lake la kifahari liliwavutia wanakijiji wote. Mama yake, Bibi Maria, alitoka nje ya kanyumba kake kadogo akiwa na tabasamu pana. "Mwanangu, Twizzler." Bibi Maria alimkumbatia mwanawe kwa furaha. "Mungu ni mwema, amejibu maombi yangu. Unaonekana unafanikiwa sana mjini." Twizzler alijikuta akitetemeka mikononi mwa mama yake. Alihisi ile hirizi kifuani mwake ikipiga kelele, "Ua, ua sasa." Lakini kila alipotazama macho ya mama yake yaliyojaa upendo, mkono wake uliokuwa na kucha za siri ulirudi nyuma. Wakati huo huo mjini, Detective Lamba alikuwa amechukua likizo ya lazima, lakini hakuwa amepumzika. Nimepata taarifa, lazima niende. Tena, uko sawa? Ndiyo, ni kazi tu, baadaye. Alikwenda kumwona babu yake, mzee wa mila maarufu kule mkoani Pwani. "Babu,
nimekutana na kitu kisicho cha kawaida. Risasi haziwezi na kasi yake ni ya ajabu, Lamba alieleza. Babu yake alicheka kwa huzuni. Mwanangu, unapambana na Malkia Sakobi. Huyo si mwanamke, ni roho ya zamani inayolisha tamaa za binadamu. Ili umshinde yule kijana, lazima upate mvuje wa kale na umvike kilichobarikiwa kwa damu ya dhabihu ya haki. Nafanya haraka, maana kijana huyo yuko njiani kutoa kafara ya mwisho. Lamba hakupoteza muda. Alichukua vifaa vyake kimila na kuanza safari ya kumfuata Twizzler kijijini. Usiku ulifika kijijini. Twizzler alikuwa amekaa chumbani kwake akisikia sauti ya mama yake akisali chumba cha jirani. Ghafla, Malkia Sakobi alitokea kwenye kona ya chumba kama kivuli. Unasubiri nini Twizzler? Angalia mwili wako. Sakobi alimwonyesha mkono wa Twizzler ambao sasa ulikuwa umepoteza nyama, ukibaki mifupa na funza. Kafara lazima itolewe kabla jogoo hajawika. Ukishindwa, nitachukua roho yako na kumwacha mama yako akishuhudia ukigeuka kuwa vumbi. Twizzler alichukua kisu cha kichawi alichopewa. Alitembea kwa kunyata kuelekea chumbani kwa mama yake. Alimkuta Bibi Maria amelala fofofo akiwa ameshikilia picha ya Twizzler alipokuwa mtoto. Twizzler alinyanyua kisu juu, macho yake yalikuwa ya njano na mgurumo wa simba ulianza kumtoka kooni. Nisamehe mama, nataka kuwa mfalme wa dunia. Kabla kisu hakijashuka, mlango wa nyumba ulipigwa teke na kufunguka. Detective Lamba alisimama mlangoni akiwa ameshika chungu kinaotoa moshi wa mvuje. Acha kisu hicho Twizzler, Detective Lamba alipiga kelele. Ule moshi ulipoingia ndani, Malkia Sakobi alipiga yowe la maumivu na kutoweka kama moshi. Twizzler alipoteza nguvu na kuanguka chini, kisu kikidondoka pembeni. Bibi Maria alishtuka na kuamka akishangaa kuona mwanawe yuko chini na polisi amesimama mbele yake. Mwanangu, kuna nini? Bibi Maria alilia. Lamba alimkaribia Twizzler na kumvua ile hirizi ya simba kwa kutumia kamba ya kimila. Twizzler alianza kupiga kelele huku mwili wake ukibadilika haraka kurudi katika hali yake ya umaskini na vidonda vya awali. Mkataba wa Sakobi umevunjika, lakini Twizzler sasa yuko katika hali mahututi. Wakati ule Detective Lamba alipoinyakua ile hirizi kifuani mwa Twizzler, mtetemeko mkubwa ulitokea. Si pale kijijini tu, bali hata jijini Dar es Salaam. Kule jijini, lile gari la Range Rover Vogue lililokuwa limeegeshwa nyumbani kwa Twizzler lilianza kutoa moshi mweusi na kugeuka kuwa rundo la vyuma chakavu vilivyooza ndani ya sekunde 5. Nyumba yake ya kifahari ilianza kupasuka kuta na thamani zote za ndani, dhahabu, fanicha na pesa, ziligeuka kuwa majani makavu na mchanga. Utajiri wa Malkia Sakobi ulikuwa ni kiini macho kilichotegemea uhai wa binadamu. Ndani ya ile nyumba ndogo ya Bibi Maria, hali ilikuwa ya kutisha. Baada ya hirizi kuvuliwa, Malkia Sakobi alitokea katika umbo lake halisi la kutisha, nusu binadamu na nusu nyoka mweusi. Pango lile la siri lilionekana kama limehamia pale chumbani. Lamba, unaharibu mkataba wa miaka 1000, Sakobi alinguruma, sauti yake ikitetemesha ardhi. Kijana huyu alishakubali kuwa wangu, uhai wake ni mali yangu. Detective Lamba akijikaza licha ya hofu, alinyunyizia ule unga wa mvuje wa kale kwenye mduara uliomzunguka Twizzler na mama yake. Mamlaka yako yanaishia kwenye tamaa Sakobi, lakini damu ya mama huyo ni safi na upendo wake umekuvunja nguvu. Lamba alichukua ile hirizi na kuitupa ndani ya chungu cha moto alichokuwa nacho. Hirizi ile ilipopata moto, ilitoa sauti kama ya simba anayekufa. Sakobi alipiga yowe la mwisho, mwili wake ukaanza kuyeyuka na kuwa moshi wa kijivu uliotokea dirishani na kuelekea kusikojulikana. Nyumba ilitulia. Twizzler alikuwa amelala chini, mwili wake ukiwa umerudi katika hali yake ya awali, kijana mnyonge, mwenye vidonda, lakini safari hii funza walikuwa wametoweka. Alikuwa na makovu makubwa mwilini mwake, alama za kudumu za ukaidi wake. Bibi Maria alimshika mwanaye kichwa akilia.
Mwanangu, nini kimekupata? Pesa hizi zimetoka wapi? Twizzler, akitokwa na machozi ya uchungu na toba, alijitahidi kunong'ona. Mama, nilitaka kukurahisishia maisha, lakini niliuza nafsi yangu kwa shetani. Nisamehe mama, elimu yangu haikutosha, nilitaka njia ya mkato. Wiki mbili baadaye, Twizzler alikuwa hospitalini chini ya ulinzi wa Detective Lamba. Ingawa hakuwa na utajiri tena na kesi ya mauaji ya Jabiri na Mzee Mateso ilikuwa ikimkabili, alihisi amani kwa mara ya kwanza. Detective Lamba alimtembelea na kumwambia, Twizzler, utajiri wa kweli hauji kwa damu ya wengine. Ulisoma sana, ungepaswa kuwa na subra. Sasa utatumikia kifungo chako, lakini angalau unakufa ukiwa binadamu, si kama mzoga wa Sakobi. Kule porini, pango la Malkia Sakobi lilizikwa na maporomoko ya ardhi, likisubiri kijana mwingine mwenye tamaa na asiye na subra aje kuliingia. Twizzler alipoteza kila kitu, utajiri, magari na sifa. Alibakiwa na kitu kimoja tu, uhai na upendo wa mama yake. Alijifunza kwa njia ya ngumu kuwa dawa ya utajiri ni jasho na uadilifu, na si hirizi za simba wala mikataba ya usiku wa manane. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya kusisimua, kwani mpaka kufikia hapa ndiyo mwisho wa simulizi yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye mkasa huu. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, niambie kuwa umeionaje story na umejifunza kitu gani. Mtunzi na mwandaaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine, na asante sana kwa kuangalia.